Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Hali gani mtazamaji mpenzi wa Fizi News 24, na ukaribisha kuweza kufuata taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Hii ni Fizi News 24 ambayo inapatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu na tega sikio, mimi ni Safari Almas. Tuanzie na huko Fizi Center, makao makuu ya tarafa. Mama mmoja aliyejulikana kwa jina la Everine Maria wa miaka 75 ameuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana jioni ya Jumatano ya tariki 4 Juni 2025 katika kata la Kakunga, Fizi Center, makao makuu ya tarafa la Fizi. Akizungumza na redio yako Bwana Kungu Andre, mkuu kiongozi wa eneo hilo la Kakunga, ameonyesha hapa namna tukio hilo lilivyokuwa, huku upande mwingine akiomba wakuu viongozi husika na usalama kuwajibika vyema. Kuna mtu mwenye alipigwa masasi usiku, hatujajua ni nini, hatujaona mtu mwenye alimuua, lakini tuko mwankete mbalimbali. Alikuja kumfuatilia ndani ya nyumba yake na wakampiga masasi. Kwa ile mazingira hatujue kabisa kama kisa ni nini, hatujajua. Alikuwa mkaaji wa hapa kwa eneo za hapa kwetu hivi. Tunasubiria polisi vile vile tuwe pamoja kwa kufanya ankete. Tuko na sense ndio salama, polisi iko hapa, iko na pitapita tu hajafika hapo, na wengine hapo wa CNPSC tuko nao hapa. Basi namna kufanya kazi inafaa mpaka kuwe security. Ndio tunaomba security na doria za usiku zio zinapita, ndio lazima zaidi. Mwanamke alikuwa yeye na mtoto yake, lakini iko na familia, iko fasi mbalimbali, ndio tunawasubiria. Na huko Kinshasa ni kwamba baba ni mmoja kati ya watu waliochangia kwa asilimia kubwa juu ya kutetea nchi katika historia ya Wakongomani. Ndivyo amesema hayo mtoto wa hayati Jemedari Sikatenda Shabani, ambaye amesema kupokea kwa masikitiko makubwa kifo cha babaye mzazi. Mtazamo huo ameutoa siku chache kisha kufariki kwa mzazi wake. Akiwa mjini Kinshasa, Bwana Jile Mwene Abaka, mzaliwa wa kwanza wa hayati Jemedari Sikatenda, ametoa picha halisi ya kifo cha babaye. Mzee Lieutenant General Sikatenda Shabani anafariki tarehe 4 mwezi wa 6 na saa 3 kwa kituo ya afya ya Colonel Chachi pale Kongaliema. Alianza magonjwa ndani ya prison. Tunajua kama alikuwa amefungwa, na sababu ya yeye kufungwa ilikuwa hayajulikana, jo alikuwa bado kuwa attendu sur PV. Perquisition ilifanyika kwake depuis le 27 Octobre 2024, akapelekwa kudemiape. Juma moja baadaye kule kudemiape alitoka hako le 5 Decembre akaenda Ndolo. Le 5 Decembre bakampeleka Ndolo, na kule Ndolo alianza mazaifu. Tulilalimika njia zote ili kufikisha lalimiko yetu na kufikisha habari ya magonjwa yake ku wakuu viongozi wa nchi. Haikusikilika, haikupata nafasi mpaka magonjwa ikamuweza na akakuwa tabani sana. Akafika munivu ya kutokusema, alifika munivu ya kutokula, alifika munivu ya kutokutembea ndani ya jela ya prison militaire ya Ndolo. Huko walianza kupatia matibabu ya reja, ila haikutosha sababu kukua vifaa ambao ilipasha kusaidia kujua nini zaidi inamsumbua. Vipimo ya kutosha haikukua, na baada ya sisi kuandika sisi jamaa kuandika, tulisindikizwa pia na kamati ya emo ya Babondo ya Kinshasa, ya ambao ni kamati ya Wabembe ambao wanaishi Kinshasa. Huyu ameonyesha kuwa ni baada ya hali ya mtu kuharibika zaidi ndipo amepelekwa kwenye hospitali ya Kanchachi, ndipo aliweza kupoteza maisha kama alivyorejea mara tena. Ilifika tariki 14, doktor au munganga ambaye alikuwa akimutibu hapa ku prison ya Ndolo aliandika transfer kubwa na kuonyesha kama
mzee General Sikatenda ambaye ni mfungwa. Hatuna tena gisi ya kumkamata en charge sababu ugonjwa wake imekwisha kutambuka, na akaendelea kubaki hapa tunaweza tukampoteze. Na walifikia mkufanya hatua, ilifika le 16 Mei balimtoa pale na kumpeleka kukituo ya afya ya Kanchachi. Balimtoa Ndolo bakampeleka Kanchachi. Huko walichukua vipimo. Baada ya kuchukua vipimo alionekana na kuwa na tatizo ya figo ambazo zilikuwa zimeharibika sana. Hatukujua sababu ni nini ya ambao ren zimeharibika, na sababu hakukuwa na hiyo ugonjwa, haikuwa kawaida yake kugonjwa ren, ila alionekana kama ndio tatizo. Alikuwa na problemu ya infection pulmonaire au magonjwa ya kupumu. Alikuwa na udhaifu ya prostate ambayo ilikwisha panuka, na hiyo ndio chanjo ya magonjwa ilimweke tabani. Na baada ya kutoka Ndolo alipitilia pale kukaa chache reanimation. Alifanya reanimation masaa 24 na akatoka, akasikia afadhali, akaweka kwenye chumba ya VIP, na hapo ndio alikuwa anafuatilia matunzo. Alifuatilia matunzo pale, walimfuatilia wanganga, walimfuatilia kabisa kwa makini, ila haikutosha. Ilifika siku ya 6 ambao le 1er juin ndo aliingia mkoma. Walifanya yenyewe yawezekana, haikuendeka, na kufika tariki 4 mwezi wa 6 General Sikatenda anatuacha. Hiyo ndio habari ya kifo cha General Sikatenda. Yani alikuwa bado mikono ya auditorat militaire, na huko atukujua chanjo ya yeye kufungwa kwa sababu alikuwa bado kusamba. Na huko Baraka ni kwamba imetamatika Alhamisi ya tariki 5 Juni 2025 mitihani ya taifa kwa wanafunzi wa kidato cha 6 sekondari awamu ya kwanza, ambayo iliendeshwa kwa muda wa siku 4 kote nchini DRC, ambako katika jimbo la elimu la Kivu Kusini ya pili ya Baraka wanafunzi wametaja kwa mitihani hiyo imefanyika vizuri. Katika mazungumzo na redio yako, baadhi ya wanafunzi hao wameonyesha hapa namna gani mitihani hiyo ilivyofanyika. Mtihani ilipita vizuri sana kabisa. Kwa matumaini yangu ni kusema kwamba yani vitu ni vizuri, kwa sababu mitihani ambayo imeuliziwa ninaendana na vitu ambavyo vitu vilivisoma. Yani kwa ngambo yangu ni kusema kwamba nina imani ya 80% kusema kwamba tutaweza. Kwa pekee nitapata kabisa zaidi ya 70% kwa sababu mtihani ilikuwa vizuri sana kabisa. Pita vizuri, tunamshukuru Mungu. Mshukuru Mungu, mtihani umepita vizuri kabisa. Kuwa kibaya chochote kabisa, mtihani umepita vizuri tu. Mtihani kabisa ulipita mzuri sana, na watu tunavyotegemea yani mwaka ni max sana. Ni kwa kuona jinsi mtihani unavyopita, yani hapa hivi natarajia kuona kwamba naweza nikapata zaidi ya percentage, yani zaidi ya 70%. Upande wangu mtihani ulipita salama, vitumika vizuri sana. Kila kitu kilipita kiko salama kabisa. Nina matumaini kwamba nitafaulu mbele. Mtihani kwa upande wangu nimeona mtihani umepita vizuri sana, tena umeambatana na yale ambayo tuliweza kuyasoma. Kwa hiyo mimi naona kwa mwaka huu ni max tu kwa sisi. Mimi nina matumaini ya kuja kuona kwamba province educationnelle ya Sud Kivu ni vile tu Baraka, naona tutapata sana, kwa sababu maswali ambayo yalitoka yalielekezana na yale ambayo tuliweza kuyasoma. Tunashukuru Mungu, mtihani tutasawa kabisa, na tuna matumaini tutapata tuko mbele. Mungu atusaidia. Matumaini niko nayo ndapata. Tutamatisha uchambuzi wetu wa habari na kwa Uvira, ambako uongozi wa kijeshi mjini Uvira umehakikishia raia wa mji huo kuwa hautoshikiliwa na M23. Amesema hayo kupitia kikao cha usalama kilichoendeshwa Alhamisi 5 Juni 2025 kwenye chumba cha meya wa mji wa Uvira. Kupitia kikao hicho kilichoitishwa na meya kwa muda wa mji wa Uvira, kilikusanya raia wa tabaka tofauti na vyombo vya usalama. Chako changu ni moja kati ya watu walioshiriki kwenye kikao hicho cha usalama. Anaeleza mengi zaidi kuhusiana na kikao hicho. Leo asubuhi ndo kulikuwa conseil local de sécurité élargi, ambayo élargi maana yake mwisho zote za raia wenye wanaketi ndani ya vile ya Uvira, na conseil local ya sécurité hiyo ilitishiwa na
meri ya Uvira kwa inayoongozewa kwa muda na bwana Kapenda Kifara Kiki. Pointi moja tu ndio yenyewe ilikuwa alaino, ilikuwa kazi ambazo meri ya Uvira inatarajia kufanya huu mwezi wa 6 ambao ni mwezi wa uzalendo, ni mwezi wa uokoaji wa nchi ya Kongo. Imeonekana kwamba miaka 62 kisha independence ya Kongo, hali ya Kongo ingaliki na zorota, vita inaendelea, ingalao Kongomani kuamka, ingalao maeleksio mingi kuwa organize. Ndio maana meya wa jiji na kamati lake la usalama ama wa mambo wa conseil de sécurité walimene leo conseil local ya security ili kwamba kuhamasisha wakaaji ya vile wa Uvira washimame wao wazalendo wa kweli, wakuwe wanatetea vile ya Uvira, waache tabia chafu kama ya matusi, kama ya kuchafulana, kama ya ukabila, kama ya kuuana, sababu muonekana watu wengi wamekufa, miili mingi imeogotwa, na hiyo inakwaza uongozi. Makazi mengi haiendeki, na kupitia huu mwezi wa independence ya Kongo iliwapendeza kwamba waambie watu kwamba wabadilishe manyere ya kufikiria, wateteye Kongo tena, kwa sababu Uvira ndiyo siege provisoire ya province ya Sud Kivu na Uvira haitatombe. Hiyo ilikuwa declaration ya komanda vile wa FRDC. Upande mwingine kwenye kikao hicho, kamanda wa askari polisi pa Uvira amewataka wazalendo wanaohitaji kwa mapolisi milango iko wazi, kwani sio vema kufanya kazi isiyowahusu. Chako changu amerejea mara tena kwenye TV yako. Lakini pia komanda wa la polisi alionesha utofauti wa FRDC na polisi, akisema kwamba polisi wako ministeri ya interior alors que FRDC wako ministeri ya defense, na RAD iko ndo wanatarisha watu waende mu FRDC hapa na polisi. Ndio maana hapawezi kuwa kitengo cha polisi cha wazalendo, hapana. Na kama wazalendo wanataka kuwa wa polisi, wakuu waendie mkipolisi, jina zao ziende, wakuwe format. Amehakikisha kwamba yupo Edouard ameshafanya na yeye pia, na wako tayari kufanya ile kazi kwa faida ya nchi. Lakini ameomba collaboration nzuri raia ya Uvira vile pamoja na kitengo cha polisi, akisema kwamba maneno ya kuchafua polisi haiko nzuri, sababu wa polisi nao ni watu, inahitajika watu wa raia wa Uvira wabadilishe namna ya kuongea. Hiyo ndio ilikuwa kama vile CG ya conseil local ya security élargie ya leo mchana. Wazalendo walikuwa ndani, raia imekuwa ndani, marekomandasyon mingi imetolewa mle ndani, na tunafikiria kwamba meri ya Uvira tutekeleza yale ambao watu wameongea tofauti na matakwa ya raia. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Hii ni Fizi News 24 inakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Safari Alimasi, bye bye. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.